nataka nizungumzie amri iliyo kuu kuliko zote. Mathayo 22. Amri iliyo kuu kuliko zote. Mathayo 22. Katika maisha ya Kikristo na kwenye maisha ya wokovu kwa ujumla wake, toka Agano la Kale, wakati ule wakiongozwa kwa Torati, mpaka katika Agano Jipya, zilikuwepo amri mbalimbali kwa ajili ya watu wa Mungu. Zilikuwepo amri mbalimbali za kuongoza watu wa Mungu. Na wakati mwingine hata kuna amri zinaitwa amri 10. Tunafahamu juu ya zile amri 10. Zimetajwa katika maandiko kwenye Agano la Kale, amri 10. Lakini amri zote ukiziangalia zimegawanywa katika mafungu tu mawili. Na ndio ambayo tutashughulikia hapa katika amri iliyo kuu kuliko zote. Mathayo 22 sasa. Mstari wa 34 mpaka wa 40. Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumbua kinywa wale Masadukayo, amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii." Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Sema amen. Hapa mahali sasa ni mahali ambapo ni muhimu sana. Ni mahali ambapo ni muhimu sana kwa kanisa, na nataka unielewe. Ni mahali ambapo ni muhimu sana. Mafarisayo walikuwa na wapinzani wao katika mambo ya imani, katika mambo ambayo watu wanaamini, katika jinsi gani wanaamini kipi, hawaamini kipi. Walikuwa na wapinzani wao, walikuwa wanaitwa Masadukayo. Sasa kwenye mstari wa 34 Mafarisayo walipata habari, walisikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo. Yaani walipata habari, hawa Mafarisayo walipata habari kwamba Yesu Kristo aliongea na Masadukayo katika mambo mbalimbali ya imani. Wakaongea, wakabishana, wakashauriana, wakapeana maandiko, chochote kile. Halafu walipoongea Masadukayo wakashindwa. Masadukayo waliposhindwa, Mafarisayo wakasikia. Na waliposikia, wakasikia yule jamaa anaitwa Yesu Kristo kawafumba kinywa Masadukayo, kawafumba kinywa, yani maana yake amewashinda. Na waliposikia kwamba amewashinda, Mafarisayo kwanza wakafurahi, wakasema ndio, Masadukayo hawana kitu, wameshindwa. Wakapanga shauri wao kama Mafarisayo sasa waende kwa Yesu Kristo, na wakifika kwa Yesu Kristo wamjaribu. Wanataka kushindana naye katika hayo mambo ya imani. Sasa nakumbuka najaribu kufanya mwendelezo katika somo ambalo tulianza nalo juzi katika maombi, lakini leo naleta kwa njia nyingine. Juzi nilizungumza juu ya kwamba kumtumikia Mungu ni lazima, lakini leo nazungumza kwa jinsi nyingine katika Jumapili ya kwanza ya mwaka, kwa sababu huu mwaka nataka uwe ni mwaka wako wa kipekee ambao wewe maisha yako yatabadilika kabisa. Wokovu utabadilika, kazi zako zitabadilika, biashara zitabadilika, kila kitu, na viwango vyako vitapanda. Yaani kabla ya mwezi wa 6 nataka nisikie viwango vyako ni vingine kabisa, vimebadilika kabisa. Nataka kuwepo tofauti. Miaka isiwe kama ile tu ya kawaida. Na ndio maana Jumapili ya kwanza tunaanza na kitu hiki ambacho ni muhimu. Hiki kina uwezo wa kubadili kabisa taswira ya maisha yako kabisa. Kwa hiyo walipoenda kwa Yesu wakatafakari jinsi gani watamuingia. Sasa mmoja wapo alikuwa mwanasheria. Katika lile kundi kulikuwa na wanasheria.
Mafarisayo karibu wote ni wanasheria, lakini labda huyu alichagua yule ambaye ni mkuu wa wanasheria, labda ni jaji mkuu, huyu ni mkuu zaidi, labda ni mwanasheria mkuu, au wakachukua mmoja mwanasheria akamuuliza, lakini alikuwa anamjaribu, alikuwa anatafuta jinsi ambavyo atamkamata, alikuwa anatafuta jinsi ambavyo atajibu, alikuwa anatafuta jinsi ambavyo atakufuru. Na unajua katika kumjaribu, Biblia inasema akamwambia, mwalimu, akamwambia ndio, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Na unajua alipo, hili swali ni swali la kipekee. Kwenye Torati walikuwa na maamri zaidi ya 600 kule. Amri ya hivi, usitembee mwendo mrefu, usisali huku, usifanye vile, usibebe mzigo siku fulani, usifanye tele. Vilikuwepo vitu kila mahali vya kila aina. Sasa ilikuwa ni swali kwenye Torati, amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Ni amri ipi mwalimu? Tunahitaji kusikia. Biblia inasema akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hebu tuseme hayo maneno, mpende Bwana Mungu wako. Haitoshi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Wainjilisti wengine kama Luka na wengine kule kwenye Marko wameongeza na nguvu pia, na kwa nguvu zako zote. Angalia, Yesu akamjibu, Mafarisayo wako pale, kila mmoja yuko pale, akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na kwa akili zako zote, na kwa akili zako zote. Yaani ni jibu la ajabu, kwa sababu hili jibu ni jibu ambalo Mafarisayo walikuwa wanalitegemea, lakini ni zaidi ya vile wanavyotegemea, kwa sababu ilitajwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Twende pale. Kumbukumbu 6:5. Ilitajwa kwenye Torati. Kwa hiyo ilikuwa zaidi ya matarajio yao ambayo walikuwa wanafikiri wao. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Twende pale. Kwenye Torati ilitajwa. Nitasoma, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Angalia, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Haya maneno yalitajwa kwenye Torati, walikuwa nayo kwenye Torati, na Yesu anajibu kama jinsi ambavyo kwenye Torati yao iko. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako. Alafu anasema hivi, na ya pili yafanana na hiyo. Yesu anasema na ya pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Mpende jirani yako. Ni ajabu, ni amri ambazo ni za ajabu, na Yesu anataja kwamba ni amri zilizokuu. Angalia pale tena, Biblia inasema katika andiko la msingi, Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu kwenye Mathayo. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Haya mambo ya kusema usiibe, haya mambo ya kusema usizini, haya mambo ya kusema usiabudu miungu, haya mambo ya kusema, haya ni mambo ya ziada. Amri imejifunga pale. Ya kwanza ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hiyo ndiyo amri ya kwanza kabisa. Tena anasema iliyokuu. Anasema hii ndiyo amri iliyokuu, tena ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hebu tuseme wote, mpende jirani yako kama nafsi yako. Rudia tena, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa kanisa, nizidi muweze kufahamu,
wajibu wa kwanza wa kila Mkristo, wajibu wa kwanza wa kila mwamini, wajibu wa kwanza wa kila mtu aliyeokoka ni kumpenda Bwana Mungu wetu kwa moyo, kwa nguvu, kwa roho na kwa akili zetu zote. Yaani ni wajibu wa kwanza wa kila Mkristo. Muda mfupi nilikuwa nakwambia huu ni wajibu wa washirika wa kanisa. Unajua ule wajibu wa washirika wa kanisa ni rahisi kuutimiza ikiwa tutampenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu na akili zetu zote, yaani zote. Bwana asifiwe sana. Anasema na ya pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Hizi amri anasema zinategemeana, na hizi amri zimekusanya manabii yote na mambo yote ya Torati. Bwana asifiwe sana. Ngoja hapo ngoja upaone. Angalia kwenye mstari wa 40 kwenye andiko la msingi, Mathayo 22 kwenye andiko la msingi, angalia mstari wa 40. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii yote kabisa, na manabii. Yaani kama unataka kutii Torati yote na manabii, imekusanywa pale. Unataka kuwatii manabii wote na kila kitu chote hapo, yaani pamekusanyiwa hapo. Unajua ukimpenda jirani yako, unajua hutazini na mke wake. Unajua ukimpenda jirani yako hutamwibia. Unajua ukimpenda jirani yako hutamchukia. Unajua ukimpenda jirani yako hutamnyima chakula. Yaani ukimpenda jirani yako utamsaidia. Bwana asifiwe sana. Jirani yako anakosa chakula, anakosa maji, hana mavazi ya kutosha, hana huduma zilizo muhimu, na wewe unazo za ziada, lakini unamwacha kama alivyo, alafu useme ninampenda Mungu. Mpendeni Mungu kwa mioyo yenu, kwa nguvu zenu na akili, alafu baada ya hapo mpende jirani yako. Mungu tumpende na sisi pia tupendane kwa jina la Yesu. Ni ajabu. Yaani anasema amri hizi, jamani, ningelikuwa mimi ndio naandika Biblia leo, ningesema hivi, amri hizi ndio zimekusanya maneno yote ya Biblia, nikamaliza pale. Wajibu wa kwanza wa kila Mkristo ni kumpenda Mungu, na wajibu wa pili ni kuwapenda watu wengine wenzake. Kwenye upendo kuna kila kitu tunachotaka. Kwenye upendo iko amani. Kwenye upendo iko furaha. Kwenye upendo kuna kustiri wingi wa dhambi. Kwenye upendo kuna kutokuchukiana. Kwenye upendo kuna kuthaminiana. Kwenye upendo kuna kila kitu. Mtume Paulo akalisema hilo, akasema nijaponena kwa lugha na kuongea hata lugha za malaika na lugha za wanadamu, kama sina upendo si kitu mimi. Anasema hata nikifanya chochote, nikashusha moto kutoka mbinguni hapa na kufanya miujiza ya kupita kawaida, kama sina upendo si kitu mimi. Akasema upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo husaidia, upendo hutumaini, upendo hutia moyo, upendo hujenga watu wengine. Lazima ufahamu baraka za Mungu zimejificha katika upendo. Mungu anapoona unampenda kwa moyo wako wote, anapoona unampenda kwa nguvu zako zote, anapoona unampenda kwa akili yako yote, Mungu hataacha kukupa chakula, Mungu hataacha kukupa mavazi, Mungu hataacha kukupigania, Mungu hataacha kukupa mahitaji muhimu unayohitaji. Mungu hataacha. Anapoona unampenda, Mungu hataacha kukusaidia. Ni kitu cha kipekee sana. Unajua ni kwa nini watu wengine wanawatumikia wengine? Unapompenda mtu utamtumikia. Mungu yeye anatupenda,
Na ndio maana anatuma majeshi ya malaika kututumikia. Tunalindwa na ajali, tunalindwa na nguvu za giza, tunalindwa na mapepo, tunalindwa na hiki, tunalindwa na kile, tunakile. Sasa sisi tunajibuje huo upendo wa Mungu? Tunaujibu kwanza kwa kumtumikia yeye. Unapoona mtu hamtumikii Mungu, kuna walakini katika upendo wake na Mungu. Hii ni njia ya kwanza ambapo tunajibu upendo wetu kwa Mungu. Lakini njia ya pili, tunajibu kwa kuwapenda jirani zetu. Kwa kuwapenda jirani zetu. Kwa kuwapenda jirani zetu. Ni jambo la ajabu sana. Kwa kuwapenda hao. Tunajibu kwa kumpenda huyu uliyekaa naye. Unasemaje unampenda Mungu wakati uliyekaa naye huongei naye? Unasemaje unampenda Mungu wakati baba yako mzazi unamchukia? Unasemaje unampenda Mungu wakati mama yako huongei naye? Unasemaje unampenda Mungu wakati bibi yako humtaki? Unasemaje unampenda Mungu wakati utii mume wako, wakati umpendi mke wako? Unasemaje unampenda Mungu wakati huyu uliye naye kwa karibu huwezi? Twasemaje twampenda Mungu tusiyemwona wakati hawa walio karibu hatuwapendi? Kanisa la Yesu Kristo lazima tupendane. Kwenye upendo kuna upenyo, kwenye upendo kuna hazina zile za gizani nilizokwambia, kwenye upendo kuna mali zile zilizofichwa nilizokwambia. Bwana atawapa 2026, lakini onyesheni upendo wenu kwa Mungu aliye hai. Onyesheni upendo wenu kwa jirani zenu. Tukiwapenda jirani zetu, tutaibadili Uru kumwabudu Mungu aliye hai. Uru itakuja kwa Bwana mwaka 2026. Natamani watu wa Uru wote wamwabudu Mungu aliye hai. Natamani majirani waje, natamani jirani zetu waje, natamani karibu kila mmoja amwabudu Mungu. Natamani Uru yote imwabudu Mungu aliye hai, lakini upendo wako kwao ni wa muhimu. Ribosekapa, upendo wako kwao. Onyesha upendo. Kuna nguvu katika upendo. Upendo una nguvu ya kuvuta. 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 Maombi yangu, watu wa Uru wamwabudu Mungu aliye hai. Natamani ikiwezekana Uru yote imwabudu Mungu aliye hai. Natamani Uru yote imjue Yesu Kristo kwamba ni Bwana. Kama Mungu ametuweka na amekuweka wewe na mimi katika hili eneo, lazima Uru imjue Yesu Kristo kwamba ni Bwana. Lakini moja ya nguvu tutakazozitumia hii hapa, tumpende Mungu kwa nguvu zetu, halafu tuwapende jirani. Unajua, kuna wakati walimuuliza kwamba sasa hii tunajuaje haya watu wakosaidia na majirani na mambo mengine. Akatoa mfano wa yule Msamaria. Si mtu alikuwa anasafiri, na aliposafiri akavamiwa na majambazi. Alipovamiwa na majambazi, kapigwa, kajeruhiwa, katoka damu, kanaugua, yuko chini pale. Wakapita watu wa dini sasa. Hawa sijui ni waimbaji tu wa kwaya, lakini mambo ya upendo hawana. Wakapita. Alipopita akamkuta pale. Biblia inasema akapita mbali. Akaja mwingine naye. Huyu yeye anatumika kanisani. Labda anapiga vyombo, anahubiri neno, anapewa nafasi za kuhubiri. Ni sehemu ya makuhani huko kanisani. Alipokuta pale kae, akapita mbali. Hataki kugusa watu waliojeruhiwa. Ni manajisi. Hataki kugusa. Anasema angalia, anaweza akaekti hapo, ukanani pale, kumbe ni jambazi. Kumbe anataka kuvamia. Akapita mbali. Halafu kaja mtu mwingine huko Msamaria, na alipokuja ile mtu, hata alikuwa ni mtu tu wa kawaida, hata hana cheo kanisani, pengine pia haimbagi kwaya, pengine pia alikuwa hajaokoka, pengine pia alikuwa hajamjua Mungu ni Bwana, hajajua chochote. Alipofika pale akamkuta yule amejeruhiwa. Alipomkuta amejeruhiwa, akaenda pale akamsaidia, akamwambia pole sana, akamfuta yale majeraha ambayo amejeruhiwa, akayafuta vile na divai na mafuta, akayapaka akayafuta. Yule mtu kwa kweli amejeruhiwa, ameumia kweli kweli, akamsaidia, akampandisha pale kwenye punda wake. Alipompandisha akasafiri naye, hata ajui anatoka wapi. Akafika kwenye nyumba ya wageni. Alipofika pale guest, akamwambia jamani, hapa guest chumba ni shilingi ngapi? Wakasema chumba ni shilingi fulani. Akasema namweka huyu mtu hapa, anaumwa kwa kweli, nimemkuta anaumwa sana, namweka hapa. Halafu pia nalipa chumba hiki labda ni siku 3 ama 5. Akalipia siku kama 5. Alipolipa akasema pia naacha oda ya chakula. Wanapopika chakula wao wanampa chakula ahudumiwe. Pia kuna dawa hizi naziacha hapa, apewe dawa pale, aendelee kuugua pale. Nitakuja siku nyingine kumtazama. Halafu
akaondoka, lakini alimsaidia. Na unajua alipomsaidia, Yesu akauliza, kati ya hao jirani yake ni nani jamani? Hebu niambieni, yule mwimba kwaya aliyepita kando na yule mhubiri wa injili kanisani anayevaaga kola aliyepita kando, au huyu aliyemsaidia? Na jibu likawa rahisi kwa watu. Sema amen. 2026 tuwasaidie watu, tutawabadilisha, tutawabadilisha, tutawabadilisha. Tuwasaidie watu, haleluya, wasaidie watu. Wakati mwingine ninapozungumza kusaidia, unafikiri ni mpaka uwe na fedha, kwamba mimi sasa sina hela, nitawasaidiaje jamani, na mambo mengine. Sikiliza nikwambie, mtu ambaye ni mgonjwa hata ukimpa, Mungu akubariki sana. Mtu ambaye ni mgonjwa hata ukimpa ile pole tu, mtu ambaye ni mgonjwa hata ukimtembelea tu na kusikia, mama, tumesikia unaumwa, nimekuja hapa kukutembelea. Baada ya kusikia unaumwa, nasikia ulipata ajali, pole sana. Hivi ilikuwaje? Anakuambia ni dereva alikuwa anaendesha kwa mwendo wa kasi sana, tulimwambia njiani apunguze mwendo, lakini hakupunguza. Baadaye tukapata ajali, nimevunjika mguu hapa, nimewekewa hii POP hapa na mambo mengine. Ukamwambia, mama, pole sana, sisi ni jirani zako, ni watu wa kanisa la Betheli, tunasali hapo, sisi ndio tunasali hapo juu, kama unasikia tunasali. Sasa nasikia watu wanaimba hapo, kuna watu wanaimba hapo, naambia sisi ndio tunaimba pale, lakini nimesikia wewe jirani yangu umepata ajali, nimekuja kukutembelea hapa. Unamtembelea pale, baada ya kuongea mawili matatu, unaambia, mama, sasa mimi naondoka na wahi chuoni, mimi naondoka na wahi kazini, mimi naondoka naenda kanisani, kuna kipindi, mimi naondoka leo, tuna safari na mchungaji tunakwenda, mimi naondoka. Wakati unamwaga, mwambie, mama, ninaweza nikaomba kidogo? Halafu unajua anasema unaweza ukaomba. Na unajua akisema unaweza ukaomba, kwa sababu moja ambayo mweze kujua, watu wanapokuwa katika shida wako tayari kupokea chochote. Ombea, mwambie, Bwana, asante kwa ajili ya huyu mama. Mimi ninajua huyu mama unampenda, mimi ninajua kwamba unamjali, ninajua huyu mama anaweza akaokolewa, akakuamini wewe. Namweka mikononi mwako, mponye ugonjwa wake, zaidi ya yote mfanye ya kujue, yule mama leo umepita pale, baada ya siku 2-3 mwenzako mwingine, maana mmefundishwa upendo, anapita pale, na anapopita pale, hata yule mama hajaokoka wala asaligi hili kanisa, lakini kapita pale, kasikia jirani yake nyumba ya pili kapata ajali, kapita pale, kamsalimia. Kwenye kumsalimia kabeba nusu kilo ya sukari. Mama, pole sana, nilipasikia umepata ajali na nini. Unakaa pale, baadaye unamwombea. Baada ya kumwombea, mwambie, kuna kasukari kadogo hapa nileta, utapata chai. Hii POP akipona, atatafuta mnasali wapi? Atakuja kusali, atakuja kusali, atakuja kusali, kwa sababu upendo wa Mungu unaonekana ndani yake. Mimi kati ya vitu ambavyo sitavisahau kwenye maisha yangu ya wokovu, nilipokoka, kimsingi nilikuwa nampenda Mungu. Kwa hiyo habari ya kukosa kanisani nilikuwa sipo. Kwenye kukosa kanisani sipo. Sijui ni Jumatano, sijui ni Ijumaa, sijui kuna mikesha, sijui kuna nini, huko sipo. Ninahudhuria, sina tatizo juu ya jambo hilo. Lakini pia kanisa tulikuwa tunasali likaweka mfumo wa vikundi vya nyumbani. Yaani kati ya vitu vilinijenga sana na vilinisaidia sana ni vile vikundi vya nyumbani. Kwa sababu watu ambao nisingeweza kuwaalika kwangu waliweza kuja. Kwa sababu watu ambao nisingeweza kushirikiana nao waliweza kufika. Vile vikundi vilinijenga sana, kwa sababu tulisaidiana, tulitembeleana, tulitiana moyo, tulijengana katika maeneo tofauti. Wakati fulani nakumbuka, mimi nimewahi kukaa pale Kosata pale. Hapo Kosata nyuma ya chuo cha ufundi hapo. Tumewahi kuwa na nyumba pale sisi, nyumba ya matope. Ilikuwa nyumba ya matope, nguzo, alafu unaweka fito, alafu unaweka matope huku kando. Unaweka matope nyumba yote. Tumewahi kukaa ile nyumba pale. Na unajua tulipokuwa tunajenga ile nyumba, hatukuwa na fedha za kutosha kwa kweli. Lakini kiwanja kilikuwepo, lakini hatuna fedha za kutosha. Na tukapeleka hitaji kwenye vile vikundi kwamba tuombeeni, tunataka kujenga nyumba pale. Na unajua watu wakatuombea. Halafu baada ya kutuombea, ujenzi mnaanza lini? Tukasema siku ambayo tunaanza ujenzi. Siku ya kwanza ujenzi, wana kikundi wote zaidi ya 15 wote wamekuja pale. Bwana asifiwe sana. Walipokuja pale, kila mmoja anaangalia. Hawa wanachimba mashimo ya nguzo, wale wanakatakata fito ziwe sawa, hawa wanaandaa kamba za kufungia na misumari, wengine wanachimba udongo kule wa kuweka matope ukutani. Bwana asifiwe sana.
Sasa hicho kikundi nitaachaje kusali? Na hilo kanisa nitaachaje kusali? Nitaachaje? Hebu niambieni. Baba mmoja alikuwa anakaa kule juu, huko Molangi kwa juu, kwa kule upande ule wengine kule. Kama anaenda kule wanaita wapi kule? Kule kwa Kinelisha kule. Gomberi kule, upande wa Gomberi kule. Kama anaenda Shinga kule. Baba mmoja alikuwa kule na mke wake. Huyu baba alikuwa ni fundi, lakini alikuwa ameokoka na tulikuwa tunafahamiana. Najaribu kuzungumzia upendo huu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya watu wengine. Na unajua huyu baba akaja kwenye ule ujenzi pale wa ile nyumba. Yeye alikuwa ni fundi. Kwa hiyo ikawa rahisi sasa kwamba fundi amepatikana. Kwa hiyo fundi wa kugonga misumari zile fito yupo, ni yeye anagonga. Na unajua sikuwa na fedha za kutosha na nilikuwa natafakari kwamba atakapomaliza nitamlipa nini. Na kwa hiyo kazi ikafanyika. Baada ya kufanyika ile kazi, ilipokuwa inafanyika na mambo mengine, watu mchana wanapika ugali mkubwa pale, watu wanakula na mboga za majani, changanya na nyama kidogo pale, watu wanakula. Na walipomaliza siku ikiisha, namuuliza baba, sasa sijui nikuachie shilingi ngapi leo? Anasema, mtumishi, hamna, hii tumefanya kazi kwa ajili ya Bwana. Hii ni kwa ajili yako usonge mbele katika mambo ya imani. Haleluya. Nyumba ikajengwa, hakuchukua hata shilingi. Si unaona? Asante, gonga hapa. Huyu hapa rafiki yangu pia, kwa sababu ya upendo na kwa sababu ya ule ushirika, kwa sababu amegonga, sasa nimepata kitu. Sema amen. Na Roho Mtakatifu anatembea tu. Aliwahi kupata ajali. Alipopata ajali aliumia. Na alipoumia, unafahamu, akaugua, akakaa huku, akawa amefungwa POP kwenye miguu na mama ameumia. Na baadaye wazazi wake wakataka arudi kwao kule Karatu vijijini kule, aende kule. Kwa hiyo akaenda kule vijijini kwa ajili ya kuguza mguu na mambo mengine. Lakini kwa sababu ya ule ushirika ambao nilikwambia tulikuwa nao, huo ushirika ambao nakwambia na wewe pia jitambulishe kama mshirika, kama mwanachama, ueleweke. Kwa sababu alikuwa amejipambanua hivyo wakati huo. Kwa sababu alikuwa sisemi sasa hivi hajajipambanua, na sio kwa sababu wakati huo alikuwa ameshajipambanua kama mshirika wa kanisa hili na kama mwanachama wa kanisa hili. Tulifunga safari mimi na mama mchungaji pamoja na Elisha, tukawasha gari mpaka Karatu vijijini kwenda kumsalimia. Sema amen. Haya mambo yanatokana na ushirika, lakini yanatokana pia na upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani zetu. Wakati Edfonse akiwa hapa, mnakumbuka nilishawahi kueleza hili jambo tena hapa. Edfonse alikuwa mtu wa Kagera, na yeye alikuwa anasoma Mwenge, alisoma miaka 3 pale. Na alipokuja alipata nafasi akawa mzee wa kanisa katikati ya kanisa. Tulikaa naye kwa muda, baadaye aliondoka. Na alipoondoka, wakati anaondoka huko alishapata mchumba, binti mmoja wa kule Machame, huko Machame, na yule binti alikuwa ni nesi kwenye hospitali kule Machame. Kwa hiyo akaanzisha mahusiano ya uchumba. Kwa hiyo akaondoka. Baada ya kuondoka, mwaka ukapita kama miaka 2. Baadaye ikawa anafunga harusi. Walipokuwa anafunga harusi, akanijulisha. Alipojulisha kwa sababu ya jinsi ambayo tulikaa naye, mimi na mama mchungaji tukafunga safari kutoka hapa mpaka Bukoba. Tukaenda Bukoba, tukalala pale. Baada ya kulala, kesho yake hii harusi ilikuwa inafanyikia kule ndani kule ambako kuna miwa kule. Sio na kihitaji kile. Kule kwenye miwa, kama unaenda Uganda, unaenda hivi mahali unafika Mtukula, unaiona hizi, unakata. Tukaenda mpaka kule kesho yake kwenye harusi. Na tulipofika, ndugu zake walishangaa. Watu wengine walishangaa. Kanisa la kule wanalosali walishangaa. Na wachungaji walishangaa. Wakajiuliza, hawa watumishi wamefuata nini kutoka Moshi? Wakaambia wamekuja kwenye hii harusi ya kijana wao. Sema amen. Sema amen. Walishangaa, wanajaribu kutafuta kwamba labda kuna kitu kingine tumefuata, na hatukufuata kitu kingine, na ni mbali kabisa. Lakini nachozungumzia ni ushirika. Hebu tumpende Mungu, kanisa la Betheli, halafu tuwapende watu wengine. Sema amen. Na hiyo itafungua milango mingi iliyofungwa na njia nyingi zilizofungika. Wakati huu ambao nauzungumzia, tulikuwa na vikundi. Tena wakati wa vikundi ambacho nasema, Mzee Mushi anakumbuka, nafikiri jambo. Nafikiri fito na nguzo nyingine tulikata kwenye shamba la Mzee Mushi. Kwenye shamba lake. Ndio maana kwamba tumetoka naye mbali. Na mfahamu. Kwenye shamba ndio tulikata nguzo, watu kapasua. Na watu wanapasua ni washirika. Hakuna fedha zinatumika, hakuna gharama inatumika. Lakini ule ushirika ulitumika. Sasa hii itaniondoaje kwenye wokovu? Na hii itaniondoaje kanisani?
Yaani anayekuja ili ang'oe, labda aje na ligreda fulani sijui la namna gani, anifunge wapi, na kinyume chake akivuta labda hiyo kamba ikatike, mimi nielekee kwenda upande mwingine. Bwana asifiwe sana. Siku moja tukiwa na kikundi cha nyumbani pale, nishawahi kuambia hapa, tuko kama watu 15 pale. Tumeketi pale. Wakati huo sisi tulikuwa tunaishi Mawela. Sisi tulishawahi kuishi kule Mawela kule, kwa chini kule. Kwa hiyo tukiwa pale kwenye kundi kama watu 15, kabla tukishafika pale, watu wakishasalimia wameketi pale, tunaongea, tunaulizana maswali hapa na pale. Likaulizwa swali kwamba kati ya nyama za kuku na nyama za ng'ombe unapendelea nyama gani? Na unajua alipoulizwa hii, kila mmoja akajibu nyama ya kuku, 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 nyama ya kuku. Karibu watu wote nyama za kuku. Na nikashangaa kwamba kumbe kuku anapendwa hivi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukamaliza, tukaanza kipindi, tukasifu Mungu, tukaabudu, tukashirikishana neno, tukaombeana, siku ikapita, tukatawanyika. Tukatawanyika. Hatuna habari. Tukatawanyika. Na unajua tulipotawanyika, Mzee Mushi alikuwa anatokea mjini wakati huo. Alikuwa anatokea mjini. Na hata hali yake kiuchumi wakati huo haikuwa hii alionayo sasa. Ilikuwa hali ya kawaida tu. Lakini alipotoka mjini akafika mahali akakuta watu wamefuga kuku wengi. Alafu anachinja kuku wapeleke kwenye sehemu za masoko. Na alipofika, alipoona watu akakumbuka watu wa kikundi chake kwamba walisema wanapenda kuku. Bwana asifiwe sana. Akanunua kuku kama 20 hivi. Aliponunua kuku kama 20, haikuwa siku ya kikundi. Anapita nyumba moja baada ya nyingine. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa maana huko mnaendeleaje? Watu walisema wanapenda kuku. Anaacha kuku mmoja pale. Sema amen. Sema amen. Anakwenda nyumba nyingine, anaacha kuku. Anakwenda nyumba nyingine, anaacha kuku. Anakwenda nyumba nyingine, nyumba zote. Wala sio siku ya kikundi. Hebu niambie, kanisa la jinsi hiyo na kikundi cha jinsi hiyo, utaacha kwenda kuabudu? Utaachaje sasa? Huwezi. Na ndio maana tunahitaji kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote na kwa akili, lakini pia tuwapende jirani zetu. Ni kitu ambacho ni muhimu. Wakorintho wa kwanza 13, twende pale. Nataka tumalize, tufanye maombi mafupi kwa sababu ni juma tuko kwenye maombi. Tufanye maombi mafupi, alafu Wakorintho wa kwanza 13. Alafu mstari wa kwanza mpaka wa 3. Posema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Ndio. Kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Ndio. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Asante sana. Mpaka mstari wa 3 anazungumzia upendo kwamba ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya Kristo. Upendo ni kitu ambacho ni cha muhimu. Unafahamu upendo, kwenye mstari wa 4 ndio anakuambia upendo huvumilia. Utakufanya uweze kuwa na uvumilivu unaofaa. Upendo hufadhili, utakufanya wafadhili wengine na wewe pia ufadhiliwe. Lakini upendo hauhusudu. Kuhusudu ni hali ya kuona wivu. Upendo hautakabari. Unaona, haustuki, hautishiki, haushangai. Unaona, haukwaziki, haufanyi. Angalia upendo haujivuni. Mwenye upendo hawezi kujivuna, haukosi kuwa na adabu. Mwenye upendo hakosi kuwa na adabu. Wakati mwingine tunaongea na wachungaji, wakati mwingine tunaongea na mama wachungaji, tunakosa adabu na mambo mengine kama kwa nini? Upendo ni shida. Upendo haupo sawa. Wakati unaweza kuongea na mchungaji, alafu baada ya kuondoka hapo uende vikao vya siri, unamsema mchungaji au unamsema mchungaji. Shida ni upendo. Angalia Biblia inasema upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, unatafuta pia mambo ya wengine. Kama ule ambao nilikwambia tukapewa kuku, siku ikapita vizuri, unatafuta mambo ya wengine pia. Unatafuta kujua wengine wana shida gani, niwasaidie vipi. Unatafuta kujua niwaombee vipi. Unaona, hautafuti tu mambo yake, unatafuta pia mambo ya wengine. Hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Upendo hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, lakini bali pia hufurahi pamoja na kweli. Unaona, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustamili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii
utabatilika. Zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabadilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabadilika. Mstari wa 11, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Mambo ya kitoto ni yale mambo yasiyo na upendo ndani yake. Utoto hauna upendo, una jinsi fulani. Nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Mstari wa 12, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa tunafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nitakavyojuliwa sana. Mstari wa 13, anafunga basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Bwana asifiwe sana. Lililo kuu ni upendo. Upendo ni wa kipekee. Umewahi kujiuliza ni kwa nini nyakati hizi watu wanatumika, lakini wanatumika kwa ulegevu? Tunamwabudu Mungu lakini tunamwabudu kwa ulegevu. Tunakwenda kanisani lakini tunakwenda kwa ulegevu. Tunatoa sadaka zetu lakini tunatoa kwa ulegevu. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu watu hawana viwango vya kutosha vya kumpenda Mungu wao. Ukimpenda Mungu utamtumikia, ukimpenda Mungu utamtolea, ukimpenda Mungu utapenda kumsifu, ukimpenda Mungu utapenda kumwabudu, ukimpenda Mungu utapenda kufanya yote. Upendo ni wa kipekee sana. Upendo ni wa aina ya juu sana katika viwango vya amri. Yesu anasema ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza kabisa. Ya pili pia yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mungu anaweza akawapa vitu vingi, lakini anaangalia, je, nikikupa utakuwa chanzo, utakuwa mfereji wa kupitisha kwa wengine? Unaona, kwa mfano mifereji ya maji huku Huru mnayo mifereji kidogo. Hii mifereji ya maji inapenda kupeleka maji sehemu mbalimbali. Watu wa kule Kosata kule na watu wa kule Longuo na upande wa Rau wanaweza kuwa wanataka maji kule, lakini mifereji ikawa iko juu sokoni, mifereji ya maji. Sasa ile mifereji inapofunguliwa maji kule ili ipeleke Rau, inapofunguliwa maji kule ili ipeleke Kosata, ni ajabu kidogo, maji hayaendi mbele kabla hayajanyonyea chini. Kwa hiyo maji yanachofanya, yanasogea, yananyonyea chini, yakishatosha ndipo yanasogea tena, yananyonyea chini, yakishatosha ndipo yanasogea tena, mpaka yanafika kwenye shamba la migomba linalomwagiliwa kule Rau. Yanapofika kule, yanapomwagilia kule, huku yalikopita kote kumenyonyea maji ya kutosha mpaka yakafika kule Rau, yanakumwagilia shamba. Sasa kuna wakati maji yanakatwa, kuna wakati maji yanakatwa kuelekezwa sehemu nyingine. Sasa yanapokatwa kuelekezwa sehemu nyingine, na ukifika kwenye mfereji ukakuta maji yamekatwa, utagundua yamekauka. Utagundua kuna maji kidogo tu pale, si sana, lakini ukichimba kidogo utapata kuna matope kidogo, utapata kuna unyevunyevu. Ukichimba sana utakuta chini bado kuna maji, mpaka mfereji ukauke kabisa, uonekane kabisa haufai tena, umekauka kabisa, ni mkavu. Maji yatakuwa yamerudishwa tena wiki nyingine. Bwana asifiwe sana. Na kama hajarudishwa, ndio umekauka kabisa. Hizo siku zilizopita mpaka ukauke, kwa kweli ni muda mrefu. Kama ni maisha ya mtu ameshakuwa kutoka kijana ameenda kuwa uzeeni. Ninachotaka niseme ni hivi, Mungu anataka kutubariki na 2026 utabarikiwa. Lakini sasa unapobarikiwa, lazima ujue unabarikiwa ili pia uwe baraka kwa watu wengine. Unabarikiwa ili uweze kupitisha mfereji wa kupeleka kwa watu wengine. Sikiliza nikwambie, Ibrahimu ni kweli alitolewa kule alikotolewa, kama wewe ulivyotolewa kule ulikotolewa na Mungu. Lakini akaambiwa hivi, mimi nitakubariki na wewe ufanyike baraka. Watu wengi wanataka kubarikiwa, lakini hawataki kufanyika baraka.
Na ndio maana tuna nguo zimetubana, hatuwezi kuwapa wengine, hatuwezi kuwasaidia wahitaji, hatuwezi kupeleka hata kwenye vituo vya watoto yatima. Umeziweka ndani, zinaharibikia ndani, zinaliwa na panya, na nyingine unafanyia deki ya kudekia. Kwa nini? Kwa sababu hufanyiki kuwa baraka, hufanyiki kuwa mfereji. Mungu anataka akubariki, lakini pia ubariki wengine. Lazima wapende jirani yako. Angalia ule mfereji, unachukua maji, ni zile baraka za Mungu, unapeleka kule ambako unatakiwa upeleke, lakini kabla haujapeleka unanyonyea kwanza. Wewe pia kabla hujapeleka hizo baraka kwa wengine, utakula, utasomesha watoto, utavaa vizuri, utakula nyama kuku pia kama kawaida, unanyonyea kwanza. Halafu baada hapo unapeleka mbele, unanyonyea tena, unalipia watoto ada, kisha unapeleka tena, unanyonyea tena, unamnunulia mama kasuti kapya bwana, kisha unapeleka tena mpaka unafikisha unakofikisha, unapeleka kule. Baadaye hata kama itakuja kutokea hizo baraka zimekata kwa jinsi fulani, zikikata, wewe utakuwa na unyevu, wewe utakuwa na utomvu, wewe utakuwa bado na matope, wewe utakuwa bado na ubichi. Ule ubichi ni nini? Ni nyumba uliojenga bwana, ni mtoto wako aliyesoma kapata degree ya kwanza. Ni yeye. Ule unyevu ni kitu gani? Ni zile suti 8 ulizonunua unaendelea kuzitumia. Ule unyevu ni kitu gani? Ni yale madirisha 10 uliotoa kusaidia kanisa likijengwa, watu wakiabudu Mungu. Ukikati unajua yale madirisha yote nilitoa mimi. Kazi ikisonga mbele unajua yale madirisha nilitoa mimi. Hata ukifa pia watoto wako watajua kwamba kuna kazi uliifanya kwa ajili ya ufalme. Tumpende Mungu wetu, lakini pia tuwapende majirani. Sema amen. Hii ni amri ya kwanza, tena iliyo kuu. Ndivyo ambavyo Biblia inasema. Kwa hiyo sasa, okay, sawa, muda sasa umekwenda, lakini hebu ngoja nikae hapa, nisiondoke hapa nikwambia haya mambo kwa haraka. Nataka kukwambia mambo kwa haraka. Kama unaandika unaweza ukaandika. Ishara, alama za mtu anayempenda Mungu. Kwanza, atatubu kwa kumaanisha kuacha dhambi. Ukikuta mtu ametubu kwa kumaanisha kuacha dhambi, jua anampenda Mungu. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, atatembea akijua kuwa amesamehewa dhambi, kwa sababu Mungu anampenda na amemsamehe dhambi. Sasa utajuaje mtu anampenda Mungu? Atatembea pia akijua amesamehewa. Watu wanaotembea bado na hatia, labda mimi, labda Mungu hakunisikia, labda Mungu hakufanya, wanatembea na mashaka, wanatembea na hofu, wanatembea na hivi, bado kuna tatizo katika upendo wao na Mungu. Upendo ambao Mungu ametupenda ni wa ajabu mno. Ni upendo ambao mpaka katoa uhai wa Yesu Kristo, si jambo dogo. Ni upendo ambao hauna mipaka. Ni upendo ambao dhambi zetu ameziweka mbali kama mashariki na magharibi ilivyo. Ni upendo ambao ni wa kipekee. Tembea ukijua umesamehewa. Lakini alama ya tatu, atatii na kushika amri za Mungu na maagizo yanayotoka kwa Mungu. Atatii amri za Mungu. Kwa naoandika Yohana 14:15 inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Unaona, na ili andiko kwa sababu ya uzito wake, hebu nilisome Yohana 14:15 kwa sababu tu ya uzito wake, ni la ajabu sana. Yohana 14:15. Yohana 14:15 inasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Ukiona mtu hashiki amri za Mungu, hampendi. Yaani hicho ndio kifupi tu, sio cha kutafuna sana maneno. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ukiona mtu hashiki amri za Mungu na maagizo ya Mungu, hampendi. Mstari wa 21 hapo kuna kitu kingine anasema kwenye mstari wa 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Unaona mstari wa 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
Unaona, nitajidhihirisha kwake, nitaponya magonjwa, nitabariki maisha yake, nitabariki afya yake, nitabariki biashara yake. Ni jambo la ajabu. Angalia mstari wa 24. Mtu akisiyenipenda, kwenye mstari wa 24, mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Unaona, yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Mtu akinipenda, asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Haya ni maneno yananenwa na Yesu Kristo mwenyewe. Lakini kuna ishara ya 4. Ishara ya 4, atamtegemea Mungu katika kila jambo. Anayempenda Mungu atamtegemea Mungu katika kila jambo. Hatategemea waganga, hatategemea wachawi, hatategemea mizimu. Atamtegemea Mungu katika kila jambo. Kuna ishara ya 5, mahusiano yake yote yatakuwa ya kiwango cha juu, kiasi kwamba kumpenda kwake kutasukuma uwezo wa kumtumikia. Mahusiano yake na Mungu yatakuwa ya kiwango cha juu, kwenye kule kiwango cha juu, kiasi kwamba kumpenda kwake kutamsukuma aweze kumtumikia pasipo kusukumwa. Kuna ishara ya 6 sasa. Kuna ishara ya 6. Unapokuwa mtu unampenda Mungu, utabadilishwa kutoka katika hali ya asili kwenda katika hali mpya. Utabadilishwa kutoka katika ulevi kwenda kwenye hali ya kutokuwa mlevi. Utabadilishwa kutoka kwenye kuvuta bangi na kuacha kuvuta bangi. Utabadilishwa kutoka kwenye kumpiga mkeo na kumpenda mkeo. Utabadilishwa. Kwenye Samueli wa kwanza 10:6 na 9. Samueli wa kwanza 10:6 na 9. Sauli alipokutana na Bwana alibadilishwa. Sawa. Kuna ishara 7. Mtu ambaye anaonyesha kwamba anampenda Mungu atasaidia kuwapenda watu wengine. Ni amri ya 2. Mtu anayeonyesha kwamba anampenda Mungu atawapenda watu wengine pia. Ukiona mtu hawapendi watu wengine, huwezi kusema tu unampenda Mungu lakini watu wenzako, majirani, huwezi kuwapenda. Hapana. Biblia inasema hivyo. Mtunza Zaburi anasema nitawafundisha wakosaji njia zako. Kwenye Matendo ya Mitume pia inaeleza wazi kwamba, Matendo ya Mitume Paulo anaeleza wazi kwamba utawapenda watu wengine. Lakini kuna ishara nyingine 8. Utapata mzigo wa kuambia wengine habari za upendo wa Mungu. Utapata mzigo wa kuambia wengine habari za upendo wa Mungu. Maana yake ni kwamba utashuhudia. Maana yake utapeleka habari ya Injili. Unajua kushuhudia, watu wanafikiri ni mambo complicated sana mpaka ubebe Biblia, uvae na rozari au chochote ndio uende ukashuhudie. Hapana. Wakati mimi kumwambia mtu habari ya matendo makuu ambayo Mungu ametenda kwenye maisha yako ni ushuhudiaji. Wakati mwingine kujibu lile swali kwamba amani yako inatoka wapi, kwamba amani yangu inatoka kwa Yesu, amani yangu inatoka kwa mchungaji wangu, amani yangu inatoka kwenye kanisa ninalosali, ni jambo kubwa, na hilo pekee yaweza kawa ni sehemu ya ushuhudiaji. Lakini pia ishara 9, kumpenda Mungu kunahusishwa pia na kuwa na muda wa kutosha na yeye. Utapata muda wa kutosha na yeye. Utapata muda wa maombi, utapata muda wa kumsikiliza, utapata muda wa kusoma neno, utapata muda wa kuhudhuria vipindi, utapata muda. Hiyo inaonyesha kwamba mtu anampenda Mungu. Na jambo la 10 la mwisho, kumpenda Mungu kunahusisha kitu gani? Kumwambia mara nyingi kwamba ninakupenda. Wake zetu tunawaambia mara nyingi kwamba tunawapenda. Waume zetu tunawaambia mara nyingi kwamba tunawapenda. Wachumba wetu tunawaambia mara nyingi kwamba tunawapenda. Kwa nini? Ikiwa ni sehemu ya kuonyesha upendo wetu kwao. Unapoangalia Yohana sura ya 21 mstari wa 15, kwa wanaoandika tu, Yohana sura ya 21 mstari wa 15 mpaka wa 18, Yesu alimwambia Petro, je, wanipenda? Na Petro akajibu, wewe wajua Bwana kwamba nakupenda. Akamuuliza mara ya pili, je, unanipenda? Akamwambia, Bwana wewe unajua kwamba nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Petro, unanipenda? Akamwambia, mimi nakupenda, wewe unajua hayo.
Na unajua Petro kafadhaika kwa sababu amemuuliza mara nyingi, na yeye amejibu mara nyingi kwamba anampenda Yesu Kristo. Lazima tuweze kufahamu kwamba upendo wetu unadhihirishwa tunapomwambia mara nyingi kwamba tunampenda. Mchana wa leo nataka tufanye maombi mafupi kabla hatujaondoka. Lakini maombi haya mafupi ambayo tunafanya kwenye Ufunuo 2:4 inasema, Yesu anasema nina neno na wewe. Anauliza ni wapi ulipouacha upendo wako wa kwanza. Wakati ulipookoka ukuwa hivyo. Wakati ulipookoka ulikuwa na bidii kanisani. Wakati ulipookoka ulikuwa na bidii katika huduma. Wakati ulipookoka ulikuwa na bidii katika kutoa. Wakati ulipookoka ulikuwa na bidii katika kushuhudia. Wakati ulipookoka ulikuwa na bidii katika kutembelea wengine. Wakati ulipookoka ukuwa hivyo mwanamke. Wakati ulipookoka ukuwa hivyo mwanaume. Hukuwa hivyo. Yesu anauliza ni wapi ulipoanguka? Ni wapi ulipouacha upendo wako wa kwanza? Anauliza tena katika siku hii ya leo, upendo wako wa kwanza uko wapi huo? Anautaka tena Yesu Kristo. Anauliza tena juu ya upendo huo, uko wapi? Anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka. Mara nyingi tunapoacha upendo wa kwanza. Watu wengi tulipookoka tulikuwa na bidii bwana, tulikuwa na mbio bwana, tuliweza kuja makanisani kwa bidii, tuliweza kwenda mikesha kwa bidii, tuliweza kufanya mambo mengi kwa bidii. Mimi nakumbuka nilipookolewa, Jumapili kama leo nikishatoka kanisani, nilikuwa siendi nyumbani, tunachukua na vijana tunakwenda kushuhudia. Na kama nikienda nyumbani na kwenda, tunapumzika kidogo, tunapata chakula saa 7, saa 8, saa 9, kwenye saa 10 tumetoka, tunakwenda kushuhudia Injili. Leo wako wapi vijana wa kushuhudia Injili? Wako wapi vijana ambao wanaweza kwenda nyumba kwa nyumba? Wako wapi vijana ambao wanaweza kwenda mtaa kwa mtaa? Wako wapi vijana ambao wanaweza kwenda popote? Miaka ya nyuma Mungu alinifundisha jambo hilo baadaye. Huwa nilikuwa siamini sana katika vijana wanaohubiri ovyo ovyo mitaani. Nilikuwa siamini sana katika vijana pia wanaohubiri kwenye mabasi ovyo ovyo. Nilikuwa siamini sana. Na kitu ambacho nilikuwa sikiamini na kilikuwa kinanisumbua sana ni kwa sababu matunda yake ya wale wanaokoka ninaona kwamba hayalelewi, ninaona kwamba hayatunzwi, ninaona kwamba hakuna ufuatiliaji kama wameokoka kweli au la. Na nimekutana na hao watu wengi tu kwenye basi, ghafla anasimama anaanza kushuhudia, jamani, tunapoanza safari tumshukuru Mungu, nataka pia kuombea, anaomba kidogo, baadaye anashuhudia kwenye basi, anatoa neno, baada ya muda anaomba sadaka. Na watu wanatoa. Na watu wanatoa. Mimi pia wakati mimi nawapa sadaka. Na unajua nawapa ili kuatia moyo kwa sababu ya kazi wanafanya. Ila nilikuwa siamini sana katika ile. Lakini miaka ilivyokwenda Mungu amenifundisha. Na baada ya kunifundisha napiga saluti kwa watu hao. Sema amen. Sema amen. Napiga saluti kwao. Maana wako wapi vijana leo wanaweza kuhubiri masokoni? Wako wapi wanaweza kuhubiri mastendi? Wako wapi wanaweza kuhubiri kwenye mabasi? Wako wapi watakao kwenda nyumba kwa nyumba kuleta watu kwa Yesu Kristo? Wako wapi nyakati za leo? Wako wapi? Bwana asifiwe sana. Mtu anayenipenda atapendwa na Baba yangu, na mimi nitampenda na nitakuja kwake na kujidhihirisha kwake. Hebu simama. Nataka tu tutafakari Mungu kwa mchana wa leo, kwa sababu nimekwambia tunapindua kabisa ile hali uliyozoea, tunaipindua kabisa, tunapindua kabisa zile taratibu ulizozoea, tunapindua. Nataka utafakari tuje upendo wako binafsi. Tunapoanza mwaka huu, tunapoanza mwaka mpya, tunapokuwa na Jumapili ya kwanza na tunapokuwa na Jumapili nyingi zijazo, nataka utafakari ule upendo wako wa kwanza. Je, ulipookoka ndivyo ulivyokuwa? Ile bidii ya kwenye maombi, ile bidii ya kwenda kanisani, bidii ya kwenda mikesha, ile nguvu ya ushuhudiaji ulikuwa nayo, ile nguvu ya kutoa, ile bidii ulikuwa nayo? Kwa sababu chaweza kuwa ni kizuizi, chaweza kuwa ni kizuizi. Tukamaliza mwaka usijue kizuizi ni nini, kumbe ni hicho tu. Lakini tuwaweza kuzungumza na Mungu wetu leo, tukamwomba rehema, akatusaidia na tukaanza upya.
leo inawezekana. Si vibaya kuanza, wala si vibaya kabisa, si vibaya, inawezekana. Biblia inasema amri iliyo kuu tu, hivyo vingine ni vibwagizo tu, hivyo vingine ni mchanganyiko tu, lakini amri iliyo kuu ni kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote na kwa moyo wako. Na unapompenda utaweza kumtumikia, utaweza kumtumikia. Weka mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Fumba macho, sema Bwana Yesu, asante. Asante kwa siku ya leo, kwa siku ya leo. Asante, asante kwa kunikumbusha, kwa kunikumbusha. Asante, asante kwa kunikumbusha, kwa kunikumbusha. Ni wapi nilipoanguka, ni wapi ninapokuhitaji, ni wapi ninapohitaji rehema zako. Mchana wa leo nisaidie kukupenda kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote, kwa roho yangu yote na kwa akili zangu zote, kwa jina la Yesu. Bwana, unisaidie kumpenda jirani yangu kama nafsi yangu, kwa jina la Yesu. Nisaidie maisha yangu yawe maisha ya upendo, yawe maisha ya upendo, yawe maisha ya upendo, maana katika upendo kuna kila kitu tunachokihitaji. Katika upendo kuna kila kitu tunachotaka, kwa jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana sasa, omba rehema, mwambie Bwana kusaidie, omba nguvu ya kuwezeshwa, omba Bwana kusaidie katika neema yake. Hebu sema na Bwana, inua kinywa chako, sema na Bwana, sema na Bwana mchana wa leo. Kwa rehema zako, asante. Endelea kuomba tu rehema, endelea kuomba rehema za Bwana, omba tu rehema za Bwana. Mwambie Bwana kurehemu tena katika majira ya Bwana, turehemu tena kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu tunasimama tena katika mchana wa leo kuomba rehema zako, maana tumeona na tumejifunza kupitia kinywa cha mtumishi wako. Sema na Bwana, sema na Bwana. Ukishuhudiwa kupiga magoti piga, ukishuhudiwa kuomba omba, ukishuhudiwa kukemea kemea. Mwambie tu Bwana upendo wake tena urejee kwako, ule upendo wa kwanza, ule upendo wa kwanza, ule upendo ulioanza naye, ule upendo wa kwanza. Sema tu na Bwana, sema na Bwana, ni nafasi yako mwenyewe. Sema tu na Bwana, unajua maisha yako na Bwana, unajua utumishi wako na Bwana, unajua kile ambacho Bwana anakihitaji kwenye maisha yako. Wewe tu unakijua, hakuna mwingine anayekijua, ni wewe tu unayekijua. Na sema tu naye mchana wa leo, sema tu naye mchana wa leo. Sema tu na Bwana, sema tu na Bwana, wewe sema tu na Bwana, sema tu na Bwana, sema tu na Bwana, sema tu na Bwana. Ni juu ya maisha yako, sema tu na Bwana, 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 sema tu na Bwana mchana wa leo. Baba yetu na Mungu wetu, nakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu umependa kutuonyesha upendo wako halisi kwa kuturejesha tena katika njia. Mungu wetu na Baba yetu, umetaka turejeshe ule upendo wetu wa kwanza ambao Bwana kwao tulikupenda. Asante kwa ajili ya kila aliyesikia. Asante kwa sababu Bwana utawapa watu wako kulitendea kazi na kuliingiza katika utekelezaji pia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati Bwana tunapoenda kuimaliza ibada yetu ya siku ya leo,
tunakuhitaji wewe peke yako Bwana Yesu. Neno lako linasema wakungojeao watapata nguvu mpya, nao watapanda juu kwa mbawa kama tai. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ninajua kuna mtu anakusubiri, kuna mtu anakungoja. Yumkini anakungoja ili Bwana ukatende mema katika familia yake. Yumkini Bwana anakusubiri ili Bwana upate kumponya. Yumkini Kristo anakusubiri ili Bwana upate kuyainua maisha yake na kuyafadhili. Mungu mwenye nguvu, ukutane na huyu anayekusubiri katika jina la Yesu Kristo, ukamvike nguvu sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu utamvika nguvu, naye atatembea pasipo kuchoka, ataruka juu pasipo kuchoka, kwa kuwa Bwana umemvika nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini Bwana, tazama, tunajiweka mikononi mwako katika wakati huu. Yesu Kristo, tunaomba ulinzi wako, katulinde sisi na watoto wetu, tukawe salama wakati wote katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukatupe kuwa na wakati mwema, ukituangazia kwa nuru ya uso wako, ukitembea pamoja nasi na kuyabarikia maisha yetu kupitia jina lako Yesu. Asante Mwokozi wangu na Bwana wangu, maana hautatupungukia wala hautatuacha kabisa. Kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunajiachilia mikononi mwako, mahali palipo ulinzi na usalama, ili Bwana udhihirishe kazi yako njema katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Makofi kwa Yesu. Haleluya.